Karibu katika channel yako ya Feaboy mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkono. Katika video leo nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kupata HESLB au mkopo wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu, na dirisha hili limefunguliwa ni kwa wale wa diploma. Kwa hatua ya kwanza, ingia katika Google search neno HESLB na utaweza kuiona website hii kama jinsi unavyoona hapa. Hii hapa ni official website yao, na unachotakiwa kufanya ni njoo katika sehemu hii ya apply for loan. Utakuja katika sehemu hii ya apply for loan, utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza hapo, utaweza kuona hii sehemu ya click here to read application guideline before. Kwa unahitaji kusoma, unatakiwa usome hapa, lakini kama tayari ulishaweza kusoma, utakuja katika hatua inayofuata. Kama umesoma Tanzania, yani umefanya mtihani wa NECTA, basi utabonyeza katika sehemu ya NECTA, na kwa wale ambao wamesoma nje ya nchi au kufanya mtihani wa NECTA, basi watagusa katika sehemu hii ya NECTA. Kwa nadhani wengi ni wamesoma NECTA, kwa utagusa sehemu hii ya NECTA. Baada ya hapo utaweza kuona enter your form 4 in-text number. Make sure you use the same number in your application for admission into higher education institution. Jaza namba yako ya mtihani wa kidato cha 4. Hakikisha unatumia namba hii katika maombi yako ya udahili chuoni, na chuoni pia hakikisha unatumia namba hiyo. Kwa hiyo candidate type utachagua hapa kama ni S au kama ni P. Wengi najua ni S, utachagua S. Na school number, hapo utaingiza namba yako ya shule. Mfano mimi nitaingiza namba hii hapa, na baada ya hapo utaingiza candidate number, utaingiza namba yako ya mtihani. Namba yako ya mtihani kwa mfano mimi nitaingiza namba hii hapa, na baada ya hapo utaandika mwaka ambao umemaliza kidato cha 4. Mwaka uliomaliza kidato cha 4 kama ni 2008 au 2000 na ngapi, mfano mimi nitaandika 2014. Na baada ya hapo kwa video ya kama hapa, baada ya hapa utaweza kuona jina lako, jina la shule litaweza kuonekana hapo, na jina lako. Unachotakiwa kufanya ni kubonyeza neno confirm. Baada ya confirm, sehemu hii utachagua kategori yako. Kategori ambayo imeweza kutoka sasa ni diploma. Utachagua mahali ulipozaliwa, kama ni mainland au kama ni Zanzibar au kama ni nje ya Tanzania. Kama ni mainland utachagua mainland, na baada ya hapo utapata RITA verification number. Utaweka RITA verification number au verify cheti chako. Hakikisha umeverify cheti chako cha kuzaliwa. Kama umesha verify cheti chako cha kuzaliwa, utakuja kuweka RITA verification number. Ili kuweza kuverify cheti chako, hakikisha unatucheki WhatsApp, namba ipo katika description ya video hii. Cheki WhatsApp tukufanyie verification haraka sana, na pia tukufanyie maombi yako ya application kwa haraka sana. Tucheki WhatsApp, namba ipo katika description ya video hii, tuweze kukamilishia application yako na verification ya RITA haraka sana. Kwa utaingiza verification hapa, baada ya hapo utazisearch. Kwa hiyo mimi sitaweza kuonyesha moja kwa moja, lakini hapa nimekuonyesha njia sahihi au sehemu sahihi ya kwenda kuanza, na pia nitakuonyesha video ambayo inahusu jinsi ya kuweza kuverify cheti cha kuzaliwa. Asante na karibu.